hauoni kaburi kama kitanda. Ayushua, baadhi ya watu waliokuambia tuache iendelee namna inayoendelea walikuwa wanaona kitanda au wanaona kaburi? Usitembee kwa wingi kwa wanachosema, tembea kwa wingi kwa ilichofunuliwa. Ize. Kwa sababu kwa wingi utaonyeshwa kaburi, kwa wingi utaonyeshwa maiti, kwa wingi utaonyeshwa nafaa kuwekwa huko ananuka, lakini kwa wingi utaona unafaa kuiamsha tena. Sijui kama unaongea na mtu ambaye biashara yake inaenda kuamshwa tena. Inaenda kuamshwa tena. Shida sio mtaji ulionao. No. Shida kujua imelala au imeuawa. Hebu andika hapo kwenye diary yako. Wewe unaona nini kwa hili somo? Hicho kimelala au kimeuawa au kimekufa tuseme? Andika unachokiona. Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Hiyo biashara unaona imepotea? Hiyo imani unaona imepotea? Watoto wako unaona imepotea? Kwa sababu kimaandiko Biblia inaweka wazi ya kwamba wakati watu wanataka kutoa maamuzi juu ya Lazaro, walitoa maamuzi kwa Lazaro kama mtu ambaye amekufa. Lakini Yesu wakati anatoa maamuzi kwa Lazaro, anatoa maamuzi kama mtu aliyelala. Ina maana kutokujua kwa kinachoonekana, kuna kunyima kujua nini ukitende kwa kinachoonekana. Kwa hiyo kuna muda utakiwi kulia kabisa. Yaani kuna muda kwenye maombi ya siku 40 utakiwi kutoa machozi kabisa. Kwa sababu umeona tofauti na wanachokiona. Wao wanaona kaburi, wao wanaona maiti, wao wanaona mtu wa ujuzi mema na mabaya. Tunacho cha kuchagua. Hauwezi kuelewa haraka mpaka uwe na D zaidi ya 3 au 10. Yaani tunacho cha kuchagua kwenye wanachokiona. Wao wakae vikao, wao walete wajumbe, walete mabarozi, walete namna yao wanayojua. But hatutaenda vitani kwa sababu tulishinda kwenye maono. Kuna mtu anaelewa vizuri hapo?